yeah. Maisha yana mafumbo mengi, si kila anayenga ana furaha moyoni. Sikiliza ujumbe huu wa maisha. Kulikuwa na binti mmoja, alitoka shule akatafuta njia, akakutana na mzee mwenye mali. Watu wakasema amepata bahati ya dunia, nyumba kubwa, pesa nyingi, maisha ya kifahari. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kilio kisichoonekana. Na watu wa mjini walimwambia, binti, umebarikiwa, umepata maisha mazuri. Lakini hawakujua moyo wake ulikuwa umejaa huzuni, maana pesa zinaweza kununua vitu vya dunia, lakini haziwezi kununua amani. Utajiri sio furaha, upendo ndio hazina. Utajiri sio furaha bila amani moyoni. Maisha yanakuwa giza, upendo ndio hazina. Mungu alitupa maisha, tuyajenge kwa pendo. Siku moja mzee alienda kazini kama kawaida. Aliporudi mchana, kakuta mambo yamebadilika ghafla. Kulikuwa na mabishano makubwa ndani ya nyumba. Watu wakaanza kuuliza, kuna nini kati ya hawa wawili? Binti akatoka njia akielekea kwao kwa huzuni. Mzee akamfuata nyuma akitaka kujua kilichokuwa moyoni. Walipofika kwa mama yake, akauliza kwa mshangao, mwanangu, mbona mnakimbizana? Kuna shida gani kwenye ndoa yenu? Mwanangu, mbona mnakimbizana? Kuna shida gani kwenye ndoa yenu? Binti akasema, mama yangu, nisikilize, sitataki kuishi maisha ambayo moyo wangu haukubali. Nataka nirudi shule, nijenge kesho yangu, maana ndoto zangu bado ziko ndani yangu. Mama akasema, mwanangu, fikiria tena, maisha haya yana changamoto, usikate tamaa haraka. Lakini binti akasema, mama, pesa sio kila kitu. Utajiri sio furaha, upendo ndio hazina. Moyo wenye amani ndio maisha yenye thamani. Usipime mtu kwa nyumba wala magari, pima moyo wake kwa upendo na tabia njema. Kila siku usikimbilie mali ukasahau furaha, maana maisha bila amani ni kama wimbo bila sauti. Mungu awape wote wanaopitia changamoto ngumu, na kila mtu apate upendo, heshima na furaha ya kweli.